Hujambo, hii ni Mizani ya Wiki, mahala pa kupima hoja, kuchambua ukweli na kupata mwelekeo. Hoja kubwa wiki hii sasa inatoka huko Njombe, ambako Rais Samia Suluhu Hassan amezungumza kwa mara ya kwanza na wafanyakazi tangu kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 mwaka 2025. Katika mazungumzo yake aliopongeza kwanza watumishi wa umma kwa mchango wao katika kulinda amani na utulivu. Katika maadhimisho ya Mei Mosi mwaka huu, Rais alieleza kuwa shirikisho la vyama vya wafanyakazi halikuwasilisha madai mapya ya wafanyakazi. Akifafanua hoja hiyo, Rais alisema uamuzi huo umetokana na kiasi kikubwa cha mabadiliko ya kisiasa na kiuchumi yanayoendelea duniani, ambao pia yameathiri uchumi wa taifa. Kwa mantiki hiyo, hali ya uchumi haijatoa nafasi pana ya kuibua hoja mpya zenye uzito mkubwa wa kifedha kwa serikali katika kipindi hiki. Aidha, alieleza matumizi makubwa ya rasilimali za ndani katika mchakato wa uchaguzi mkuu pamoja na gharama za kurekebisha uharibifu wa mali uliotokeza Oktoba 25 mwaka 2025. Amesema kwamba hoja hizo zote imepelekea kuongeza mzigo mzito katika bajeti ya serikali. Katika maadhimisho ya mwaka uliopita, serikali ilitangaza nyongeza mshahara ya asilimia 35 ambayo ilianza kutumika Januari mwaka huu. Sambamba na hilo, serikali imeendelea na mkakati wa kuongeza fursa za ajira kwa vijana wanaokwenda kufanya kazi nje ya nchi, ambapo hadi sasa takriban vijana 7,000 wamenufaika na mpango huo. Sasa bila kumuunya maneno, tumsikilize Rais mwenyewe alichosema katika maadhimisho ya Mei Mosi, alafu tutarejea hapa studio na mjadala wetu. Mimi ni Jamal Hashim. Tumepata uharibifu wa mali zilizoharibika wakati wa vurugu Oktoba 25, lakini uharibifu wa miundombinu inayotokana na mvua kuwa kubwa ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo fedha tunayoikusanya tunaelekeza kwenye urekebu au kurekebisha miundombinu iliyoharibika, lakini vile vile kulipa madeni. Tumesema tulipe kwanza madeni ya wafanyakazi, madeni ya wakandarasi, ili tunapoanza utekelezaji wa dira mpya tuanze tukiwa na mwelekeo mzuri unaoeleweka. Kwa maana hiyo ndio sababu TUCTA mwaka huu wamesema, Mheshimiwa, wewe chapa kazi tu. Mwaka huu tutafunga mkanda, tutakuja kukudai mwakani. Na mimi nikawaambia mwakani, ikiwa tutachapa kazi na uchumi utakuwa kwa kiwango kinachoridhisha, tutakuja kuangalia na mwakani. Kauli ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa wafanyakazi aliyoitoa huko Njombe. Sasa katika mjadala huu ninaye Abraham Daudi Kamwela, mratibu wa shirikisho la wafanyakazi. Karibu sana. Nashukuru sana. Habari za wakati huu? Ni njema. Asante sana. Kwa njia ya mtandao tutajiunga naye Ishaka Mchinjita, makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo. Alikuwa akifuatilia kwa karibu sana hotuba ya Mheshimiwa Rais. Lakini nianze hapa studio kwa Abraham. Abraham, hakuna madai mapya? Jambo hili limezua mjadala. Kweli watumishi na wafanyakazi hawana madai mapya? Kaka Jamal, kutokuwa na madai mapya haimaanishi kwamba hatuna madai ya zamani. Kama umeisikiliza vizuri hotuba ya Mheshimiwa Rais, anasema tumeenda na madai yale yale, hatujaja na madai mapya. Unajiuliza madai ya zamani ni yapi? Ndio sehemu ya msingi. Kitu kikubwa ambacho wafanyakazi nafikiri macho na masikio tunaamini mshahara ndio haki kuu. Wafanyakazi wengi wanaamini kila inapoadhimishwa Mei Mosi, jambo moja la msingi tunasikia, je, nyongeza ni asilimia ngapi? Nafikiri ndio macho na masikio. Ndio. Lakini Mheshimiwa Rais anaongelea habari ya madai mbalimbali ya likizo, tunaongelea habari ya madai ya matibabu, malimbikizo ya mishahara ambayo ni madai ambayo naamini kwa mwaka huu aidha yatashughulikiwa. Kwa hiyo kilichoongelewa katika kile kilichosikika ni kutokuwa na madai mapya, hasa eneo la nyongeza ya mshahara kwa mwaka huu ni nini. Lakini kizuri pia tumesikia na ni mashuhuda, ulipokuwa Jamal darasa la 4 unafundishwa kontua, inawezekana kujua sana utaitumia wapi. Lakini leo maafisa wasafirishaji ni wazuri sana kwa kutumia Bolt na wanaangalia namna gani, kumbe ni mambo ya kontua ambayo tumefundishwa. Sawa. Lakini tulipokuwa tunafundishwa historia, inawezekana kidato cha pili cha 4,
juu ya vita ya dunia, mtu anaona itanisaidia nini? Lakini leo tunaona namna gani mgogoro unaoendelea, vita inayoendelea kati ya Iran dhidi ya Marekani na Israel, madhara yanakuja vipi na kwetu. Hatuwezi kukwepa kwamba kama dunia kama kijiji yako madhara ambayo yanatokea kwetu, nayo yanaathiri uchumi. Ndio maana wameongelea, na swala la mshahara haupandi tu au tukta wanasimama na hotuba wanasoma, no, lazima kamati zikae. Ndio maana katika uendeshaji wa vyama, moja ya jambo ambalo linatugharimu pia, lazima muwe na watafiti. Mnafanya utafiti kwamba uchumi wetu una hali gani. Unapoenda kumshawishi mkuu wa nchi kwamba tuongeze mshahara, lazima useme gepo liko wapi. Tunaongelea labda mapato gani yanapotea. Vyote hapo lazima uviambatanishe kwenye utafiti wako. Ndio hapo sasa unafika kwenye engo kumshauri kwamba Mheshimiwa Rais, labda tunachoomba sasa wafanyakazi tuongezewe asilimia kadhaa. Kumbe kuna mambo yanashughulikiwa. Kuna mambo yanashughulikiwa. Sasa twende kule Pwani kwa Ishaka Mchinjita, anafuatilia matangazo haya moja kwa moja akiwa Pwani. Ishaka, hebu tueleze kuhusiana na hotuba hii na alichokisema Abraham kuhusiana na wao wamesema hakuna madai mapya, lakini kumbe kuna mambo ambayo yako yanashughulikiwa kwa kina kabisa, ikiwemo malimbikizo ya mshahara na vitu kama hivyo. Naam, nashukuru sana Jamali. Kwanza ni muhimu kujua kwamba vyama vya wafanyakazi tangu historia vilikuwepo kwa ajili ya kutetea maslahi ya wafanyakazi. Ni vyama ambavyo vilianzishwa kwa malengo ya kupigania haki za wafanyakazi na maslahi yao. Na kwa hiyo mara zote wao wamekuwa ni maadvokasi wazuri wa hali za wafanyakazi, za maisha yao, mwenendo wa kipato chao, uhusiano wa kile wanachokipata, kazi wanayofanya na hali halisi ya maisha. Sasa kwangu mimi ukiniuliza kwamba nini hiki tafsiri ya hiki kilichotokea, mimi nasema kwamba moja ni kulegalega kwa vyama vya wafanyakazi kusimamia maslahi ya wafanyakazi na intervention kubwa pengine ya serikali kwenye mwenendo wa vyama vya wafanyakazi hapa nchini ambao tumekuwa tukishuhudia. Na kama unakumbuka, katika kipindi cha miaka michache hapa nyuma kulikuwa na sekeseke la mara nyingi la viongozi wa vyama vya wafanyakazi na serikali, nyakati nyingine viongozi kuondolewa kwenye vyama vya wafanyakazi kupewa nafasi serikalini na mambo ya namna hii. Haya ni mambo ambayo yanadhoofisha kazi kubwa ya vyama vya wafanyakazi kutetea maslahi ya wafanyakazi. Sasa ukimsikiliza rais mwenyewe, ukimsikiliza kiongozi wa tukta hapo, ukisoma ripoti ya CAG, inakupa picha kwamba bado tuna changamoto kubwa sana ambazo wafanyakazi wanakutana nazo. Kutokwenda na haya mambo kuyafanyia advocacy, kuyaeleza kwa uwazi. Leo hatukuhitaji sisi kuja kusikia kwenye kipindi cha Mizani ya Wiki kwamba yako madai ya wafanyakazi ambao serikali inapaswa kuendelea kuyashughulikia. Tulipaswa kusikia siku ya Mei Mosi madai gani ambayo wafanyakazi bado wanayo kwa serikali, na kwamba serikali inachukua commitment gani kuyashughulikia, na sio kwamba serikali inasema hatukupata madai mapya na sababu zimetajwa. Yaani hoja zinazotajwa ni hali ya uchumi wa dunia, matukio ya mwaka jana Oktoba 29. Haya ni mambo ambayo rais mwenyewe ilipotokea mabadiliko ya vita vya Irani, Marekani pamoja na Israeli alieleza impact mojawapo kubwa itakayotokea ni kupanda kwa bei, kupanda kwa gharama za maisha kwenye kila eneo. Kwa lugha ya rais ni kwamba karibu kila kitu kitapanda bei. Unajiuliza, katika mazingira ya namna hiyo wafanyakazi wamekwendaje bila kuomba na wenyewe kuongezewa nyongeza mshahara? Kwa sababu vitu vikipanda bei, maana yake mshahara wa mwaka jana hauwezi kununua mahitaji mapya ya mwaka huu. Kwa hiyo mimi nadhani kuna haja ya kuvifanya vyama vya wafanyakazi viwe ni vyama vinavyotetea maslahi ya wafanyakazi, na serikali ibaki kwenye wajibu wake wa kuona namna gani inawasaidia wafanyakazi na ina negotiate terms, kiasi ambacho kwenye siku ya maadhimisho kama haya tunapata kujua hali ya wafanyakazi ilivyo, commitment ya serikali ya kuyashughulikia matatizo na namna ambavyo vyama vya wafanyakazi vina advocacy changamoto na matatizo ambayo bado wafanyakazi wako nayo. Asante sana Ishaka, tutarejea kwako. Tunaye hapa Abraham na ana majibu yako yote. Abraham, mimi nikupe sasa nafasi ya kufafanua na kujenga hoja zako. Hichi alichokisema Ishaka. Ishaka ameongea jambo zuri. Yako mambo ambayo hayazuiliki. Nakumbuka kuna majanga yaliyotokea kipindi fulani nikiwa Arusha kwa nafasi hii.
ikatokea kuna wimbi la wafanyakazi wanaolalamika kwamba wameajiriwa lakini hawalipwi mshahara kutokana na kwamba aidha waajiri wao flow ya wageni imekaa vibaya, biashara haipo. Yako mambo ambayo sisi kama vyama vya wafanyakazi zama zimebadilika, sio zama za kushika misuli kupambana. Unachotakiwa ni kupambana kwa hoja. Mtu amekupa hoja. Dhana vyama vya wafanyakazi, bahati mbaya watu wengi wanatafsiri kwa maana pana sana. Chukulia tu kaka Jamal, unalo duka, umejibana bana shilingi milioni 1, una duka pale nyumbani kwako kwamba katika eneo langu nitapata kijana ambaye ataniuzia. Tayari wewe ni mwajiri. Unamlipa shilingi 70,000 kwa mwezi. Tunakwenda duka limepata mtikisiko, bahati mbaya tumeibiwa. Bahati mbaya inaonekana mapato yako hayalingani. Mfanyakazi wako anachoeleza, ninahitaji niongeza ya mshahara kutoka 70,000 kwenda 80,000. Lazima uangalie mauzo. Sasa watu wanavyofikiri ni kweli serikali ni dude kubwa, lina vyanzo vingi. Lakini unapokuwa na vyama lazima uwe na wataalamu kuangalia sekta gani inaingiza, madhara ni yapi. Tunakubali. Kwa mfano kwa kupanda kwa bei za mafuta, nauli za daladala zimepanda. Na wafanyakazi wetu wengi wako walimu, madaktari, si wanatumia daladala. Ndio watumishi wanaotumia daladala pia, pamoja na kwamba wapo wenye magari yao. Hata kama ana magari, gharama za mafuta kama alikuwa anatumia shilingi 50,000 itakwenda 60,000, 70,000. Kwa hiyo hatukiri kwamba sio kwamba hakuna madai, kwamba hatuoni uzito wa hoja ambayo imetoa serikali. Jambo la msingi tunapokuwa tunakwenda kwenye majadiliano, unaenda na hoja zako 5. Inawezekana katika 4 zikadondoka au 4 ukafanikiwa, moja ukashindwa, uweze ukasema nimeshindwa kila kitu. Kwa hiyo mimi nakiri wazi kwamba alichosema ndugu yangu Isiaka kwamba kuhusiana na sisi vyama, kazi yetu kubwa ni utetezi. Kwa sababu msingi kubwa wa uanzishaji wa vyama vya wafanyakazi cha kwanza ni utetezi. Lakini siku hizi tunasema kuna mabadiliko pia. Atuongelee tu utetezi, tunaongelea pia issue ya elimu. Ndio maana ikionekana kaka Jamal ukaniita wakati wowote kwamba kuna jambo la kutoa ufafanuzi, lazima kokote nilipo nije kwa ajili ya kutoa elimu. Lakini tuna tawi lingine tunaita huduma. Lazima pia tutoe huduma kwa wanachama wetu. Kwa hiyo sisi tulichoona kwa vikao ambavyo vimekubaliana na maelekezo ya kiongozi wangu mkuu wa shirikisho la vyama huru vya wafanyakazi na kile walichowasilisha, ukisikiliza pia risala, bahati mbaya tumekuja tu kwenye kipengele kimoja alichojibu mheshimiwa mgeni rasmi, lakini kwenye risala yako mambo mengi yamezungumzwa. Tunaongelea habari ya ajira, kwa mfano 12,000 ambazo zimetoka. Tumepata watumishi kwamba mwalimu wa shule ya msingi Majengo kwa mfano alikuwa wako 40, wameongezewa walimu 3. Kuna kazi imepungua, kuna shughuli imefanyika. Kwa hiyo kama vyama lazima pia tuangalie kwamba vyanzo vya mapato ni vipi. Lazima tuangalie maeneo gani yanapo kuongezeka, ili tunapokuja kutoa ushauri kwamba mshahara uongezeke, tunaangalia na hali halisi. Japo ni ukweli mchungu ambao najua hata ndugu zangu hawezi kukubali. Kwa swala la kuwa huru, mpo huru. Tuko huru. Na mnafanya kazi zenu vizuri za kutetea wafanyakazi. Kwa uhuru. Kwa uhuru kabisa bila kuingiliwa ile na mamlaka husika. Mamlaka husika ya. Asante sana. Isiaka, ulikuwa una la kuchukua kabla hatuendelea na swala lingine alichosema Abraham. Umemwelewa? Naam, mimi nachokisisitiza ni kwamba ni muhimu vyama vyetu vya wafanyakazi vikajikita kwenye eneo hilo la utetezi wa haki za wafanyakazi. Kwa mfano, sio tu swala la alichokisema rais ni kwamba hawakuja na madai mapya. Na sio kwamba wamebagain, kuna madai wamelazimika kuyarejesha nyuma. Maana yake ni kwamba isipokuwa wamekuja na pole kwa rais, kwamba wao wamereason, wamefanya wajibu ambao ulikuwa ni wa serikali. Lakini kwa mfano anazungumza ndugu yetu hapo kwamba ni kweli ukiongeza wafanyakazi unapunguza matatizo ambayo wafanyakazi wanakuwa nayo kwa kufanya watu wachache. Leo hii tunapozungumza idadi ya walimu ambao wanahitajika, yani kuna uhaba wa walimu 268,000. Maana yake walimu wako overloaded. Kama wameajiri walimu 12,000 wakati mahitaji ni 268,000, maana yake tulitaka tuone advocacy ya vyama vya wafanyakazi kwamba mazingira ya kazi ya ualimu ni magumu kwa sababu wanaofanya kazi ni wachache kuliko mahitaji. Kwa hiyo wana load kubwa ya vipindi, wanalazimika kufundisha wanafunzi wengi, ratio ya mwalimu kwa wanafunzi ni kubwa sana. Hivyo ukienda kwa madaktari kwamba leo vyama vya wafanyakazi vitakiwa pia advocacy kwamba tuna uhaba wa madaktari 200,000, wahudumu wa afya 222,000. Na katika sura ya sasa ukiajiri hawa walioajiriwa 7,000 juzi, 5,000 walioajiriwa hivi juzi, na hawatoshi kuliko idadi ambayo tunahitaji. Kwa hiyo mazingira ya wahudumu wa afya kufanya kazi yamekuwa magumu kwa sababu kuna uhitaji mkubwa wa wahudumu kuliko wale waliopo.
na hili ni jambo ambalo lingeweza kufanya serikali ionyeshe commitment yake kwenye eneo hilo, kwa sababu bado tuna wataalamu wa afya walioko mtaani hawana ajira zaidi ya 100,000 ambao ni wataalamu hawana kazi. Tuna walimu, mwaka jana wakati ajira zinatolewa mwezi Januari, watu walioomba walikuwa 200,000 wakati ajira zilikuwa 14,000. Kwa maana yake una watendaji zaidi ya 200,000 wako mtaani hawajaajiriwa. Lakini kule mashuleni kukoje? Kuna walimu wachache, walimu wanalazimika. Kuna baadhi ya shule darasa la kwanza mpaka la 7 kuna walimu 3. Mazingira hayo ni magumu sana kuweza kutoa matokeo tulikuwa tunayataka. Sasa hili ndilo ambalo mimi ningetamani siku ya wafanyakazi lipate advocacy ya kutosha ili kubring awareness juu ya hali ya mazingira ya kazi na kutaka commitment ya serikali angalau basi kupunguza mazingira magumu ya utendaji wa kazi na kuleta ufanisi. Asante sana Isaka. Naye Abraham anatabasamu. Abraham, Isaka unamsikia, inaonekana anakosa taarifa ama hizi ni hoja ambazo anazizungumza na yeye amezifanyia utafiti. Nimegundua mimi na Isaka inawezekana tumesimama pande mbili tofauti. Imechorwa namba 6. Inawezekana yeye anasema 9 mimi 6. Lakini dhana ni moja. Yako mambo yanayozungumzwa ambayo nasi tunafurahi anaposema kama mdau wa maendeleo. Yes. Kimsingi kama nilivyosema, ameeleza juu ya idadi ya walimu. Kwa mfano kitaalam tunasema mwalimu mmoja kwa shule za msingi ameandaliwa kufundisha wanafunzi 45 darasani. Sasa hivi tumekwenda mpaka 60 65. Lakini anachozungumza kwamba wanapoongezeka kama mtaani wako 200,000 wakaajiriwa 10,000 bado ni wachache kutokana na mahitaji. Ila jambo la msingi tukubali kuwa na maadhimisho ya Mei Mosi, alafu rais wa nchi akainuka kwenda kusikiliza kilio cha wale wafanyakazi, ni mafanikio sehemu ya kwanza. Nilipokuwa naanza kusoma juu ya dhana naingia katika mifumo ya vyama vya wafanyakazi, niliamini kwamba kila tunachofanya Mei Mosi Tanzania, Kenya wanafanya, Uganda wanafanya, Rwanda wanafanya. Lakini sio kweli. Nenda Rwanda, inapofika Mei Mosi mfanyakazi hawezi kutoa hisia zake za mabango, kueleza hisia. Tulikuwa Dar es Salaam hapa Mnazi Mmoja jana tukiwa na maadhimisho. Tumeeleza mambo mengi na mabango yetu yameonyesha. Kwa mfano tumeonyesha jambo moja kwamba likizo za walimu kwa mji wetu limekuwa changamoto mpya ndani ya mji wetu. Tumetoa hisia na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa akaibeba kwa sehemu yake. Ninachotamani kusema tu ni kwamba kufanya Mei Mosi na mwajiri mkuu akakaa na kusikiliza kilio cha watumishi ni mafanikio. Watumishi wa umma ni mafanikio. Ni jambo la kwanza. Lakini utekelezaji sio kwamba risala inavyosomwa inaishia pale. Tunategemea kwamba tunapokuja kwenye Mei Mosi mwaka unaokuja tumefanikiwa wapi tumefeli. Ndicho kinachotakiwa kufanyika. Kwa hiyo alichozungumza kakaangu pale yuko sahihi kwenye engo moja kuhusiana na changamoto tulizonazo. Nafikiri changamoto inakuwa tu hatua gani za kuchukua na kwa mwendo upi. Ndio jambo analosisitiza. Lakini malalamiko na changamoto huwa mnaziwasilisha kwa utaratibu. Tunaziwasilisha. Sawa. Isaka, Abraham anajaribu kuonesha kwamba mpo sambamba lakini kidogo mnatofautiana katika kukosa labda taarifa na uelewa mambo fulani. Wewe ulikuwa una jambo gani la kuwashauri hawa jamaa? Na mimi nachoshauri ni kwamba ni muhimu sana vyama vya wafanyakazi vikajikita kwenye eneo lake la kuadvocate changamoto wanazokutana nazo na kupendekeza masuluhisho ili serikali kwanza iweze kujikumbusha hali halisi iliyokuwepo, na siku za wafanyakazi duniani zinapotokea iwe ni siku za kuadvocate hizo changamoto ili wadau wote wa maendeleo. Kumbuka hii ni siku ambayo sio tu rais akitoka pale, wako wadau wengi, wabunge wanapaswa kutoka kwenda bungeni na wanasikiliza bunge la bajeti. Kwa mfano sasa hivi walipaswa kuyaangalia wafanyakazi na kuona wanachangia nini kwenye bajeti mpya za wafanyakazi. Kwa hiyo ni siku ambayo advocacy ya kutosha juu ya hali ya wafanyakazi wetu inafanyika, na hiyo itawasaidia sana wafanyakazi, na serikali ifanye kwa upande wake. Vyama vya wafanyakazi fanye kazi ya serikali, kazi ya kufafanua wanawezaje kutatua hizo changamoto, matatizo yao yakoje, wanapima mambo gani. Wao wa advocacy vya kutosha juu ya changamoto za wafanyakazi ili iwezeshe wadau wote kupata uelewa wa kutosha na kufanya kila mdau awe ni sehemu ya wale wanaopigania maslahi ya wafanyakazi. Asante sana Isaka. Mtazamaji
utanuia radhi kutokana na hiyo changamoto iliyotokea, lakini tumemsikiliza vizuri Isiaka akimalizia hoja yake, na bado tutakuwa naye katika kumalizia mjadala huu wa mizani ya wiki. Abraham, ameshauri. Unapokea lipi na unaona lipi ni zito, ama naona unataka kutoa ufafanuzi gani? Kwa sababu naye bado anafuatilia sasa hivi, ili tuame hoja nyingine kwa ufupi sana. Kwanza bado ninamshukuru kwa namna anavyoeleza, namna anavyotoka tubadilishe Mei Mosi zetu. Ni mawazo mazuri, lakini Mei Mosi tunasema ni kilele, yani ndio mwisho, kilele. Lakini chini ya Mei Mosi kuna nini? Kuna kitu tunaita mabaraza ya wafanyakazi. Yani hatutegemei kwamba vyama vya wafanyakazi vimelala vinasubiri Mei Mosi tu ndio kuja kutoa mawazo yetu. Hapana, tuna mabaraza ya wafanyakazi kwenye ngazi za wizara, tuna mabaraza ya wafanyakazi kwenye halmashauri, tuna mabaraza ya wafanyakazi kwenye taasisi binafsi. Naamini hata hapa Azam tuna mabaraza ambapo sisi wafanyakazi tuna uwezo wa kutoa, tumepewa nafasi ya kutoa mawazo, kushirikiana na mwajiri kwa kuonyesha kwamba wapi aboreshe na maeneo mengine. Kwa hiyo kile kinachofanyika Mei Mosi mwisho, kwa maana siku ya kilele, ni mkusanyiko tangu tumeachana 2025, ni mkusanyiko tumepita wapi mpaka tunapohitimisha leo. Kwa hiyo inawezekana kwenye kile kilichosomwa yako mambo yameachwa, inawezekana kwenye ufafanuzi labda mgeni rasmi akaamua kugusa eneo moja, inawezekana. Lakini mimi nataka kuhakikisha tu kwamba kuhakikishia ndugu watazamaji kwamba kwenye vyombo kama hivi vya utetezi, nimeongelea habari ya mabaraza, kuna vitu vingi vinavyojadiliwa. Na sisi wafanyakazi kwa dhana ya sasa hivi tuna kitu kipya tunaita Sheria ya Ajira na Mahusiano Kazini, hii sura ya 366 ya mwaka 2023 na marekebisho yake ya mwaka 2025. Tuna kitu kinaitwa chombo cha majadiliano ya pamoja. Kuna vyombo vingi, sio chombo kimoja. Ndio maana nasema vyote hivi, ndio maana tunazo ofisi za vyama, sio tukta, labda vyama vingine ambavyo viko chini ya mwamvuli. Ni kazi pia na wajibu wa watumishi wa chama, kwa maana watendaji wafanye ufuatiliaji wa haki za mmoja, haki za makundi. Tunapokuja kwenye Mei Mosi tuhitimishe ni jambo gani ambalo inawezekana limesumbua kwenye wizara. Mimi jana wakati nasoma risala, nimesoma kwa niaba ya wanafanyakazi wote wa mkoa wa Dar es Salaam. Nimeongelea habari ya waandishi wa habari, mabadiliko madogo yaliyotokea kwenye swala la waandishi kuwa na hadhi fulani, kwa maana lazima ufike angalau level ya diploma uweze kutambulika na cheti cha ithibati. Lakini ushauri wetu wa tukta kwa mkoa wa Dar es Salaam, tuliomba kwamba kwa upande wa serikali kwanza tutambue kuna waandishi wa habari wamekaa miaka 20 kwenye tasnia hiyo. Inawezekana wakati anaingia hata vyuo vyenyewe ilikuwa changamoto. Uwasilishaji wake ulikuwa wa aina gani? Lakini ana hekima na busara na uwezo, huwa ameonyesha uwezo. Ni lazima tuwatengeneze program maalum kama tulifanya kwa walimu wetu wa UPE. Kulikuwa kuna walimu wetu ambao wameishia darasa la 7 na wamewasilisha vyema tu, wamefundisha vyema na wametoa madaktari na maprofesa. Lakini leo ukisema kwamba ondoka, wako waajiri ambao hawajatumia nafasi hiyo vizuri, inawezekana wakawafukuza na wakapoteza kazi. Kwa hiyo kuna vitu vingi, ndio maana nasema kinachoongelewa ni engo moja tu, nyongeza ya mshahara ni kiasi gani, lakini nyuma ya pazia kuna vitu gani. Naona umetambali sana kwenye mambo. Sasa tunamalizia. Sawa. Rais amesema tufunge mkanda. Na tufunge mkanda kweli. Lakini tuchape kazi. Huenda mwakani pakawa pana jambo fulani la kuangaliana kwa tabasamu na kutufanya na sisi tucheke. Wakati unafunga mkanda, lakini vile vile ameahidi kwamba ataangalia na hiyo hali isiumize sana watu. Hoja ile umetafsiri vipi? Jambo la kwanza, kufunga mkanda ni sahihi. Kila nyakati tunaangalia uwezo, ameangalia uwezo uliopo, changamoto za kidunia zilizopo. Anachoongelea tu ni nidhamu ya matumizi. Wakati fulani nakumbuka aligusia swala la msafara mmoja, kwa nini watu wasikae kwenye minibus wakakaa na misafara mingi ili kupunguza gharama za mafuta. Jambo la msingi, ninaamini mpaka sasa katika mapito tuliyopita wafanyakazi wote wameweza kupata mshahara kwenye sekta ya umma. Sekta binafsi kuna changamoto 2-3. Ndio jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kwenye kufunga mkanda na lazima pia tuangalie. Mimi naona jambo la msingi la kuongezea pia ni kuangalia vyanzo vipya vya mapato. Tuangalie wakati tunafunga mkanda. Sawa, wakati huo na swala lingine la matumizi ya ubadhirifu kama vile alivyoripoti za ripoti ya CAG ni sawa, amegusia. Tuende kule sasa, tumalize na Isiaka. Umemsikiliza Abraham, tuna matumaini naye makubwa, ni kiongozi anayetupambania hata sio wafanya kazi. Unasemaje kwa hoja zake ambazo amezieleza na umemsikiliza? Naam, nashukuru kwanza kuadmit kwamba kuna mambo wanapaswa kuendelea kuyafanyia kazi ili tuyasikie kwenye kilele cha siku za wafanyakazi, itakuwa ni bora zaidi. Lakini pia na dhana hiyo ya kufunga mkanda, na ameeleza vizuri kuna umuhimu wa kuangalia
kufunga mkanda sio kwa wafanyakazi peke yake. Lazima serikali iangalie wafanyakazi wanalipa kodi za pay as you earn, na hakuna kufunga mkanda kwenye pay as you earn. Status inabaki ile ile. Haya ni maeneo ambayo serikali inapaswa kuyaangalia. Lakini pia wafanyakazi wanakwenda kupata huduma zingine. Kodi kwenye bidhaa kama mafuta zitawaathiri wafanyakazi kwenye matumizi yao. Ni muhimu serikali ikayaangalia hayo maeneo. Lakini ufisadi, mwaka huu CAG ameonyesha karibu trilioni 7 zimehojiwa na CAG, na trilioni 7 fedha walizolipwa mishahara wafanyakazi wote mwaka ule wa fedha uliopita uliokaguliwa na CAG ni trilioni 10. Sasa trilioni 7 ni karibu theluthi mbili ya fedha zote ambazo zinalipa wafanyakazi. Kwa hiyo inawezekana kumbe tukidhibiti ufisadi tukaweza kuboresha mazingira ya kazi, tukaweza kufanya mapato yawe makubwa zaidi, na tija kwenye utendaji wa wafanyakazi wetu ikawa kubwa, na taifa letu likasonga mbele. Asante sana Ishaka Mchinjita, makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo, kwa maoni yako na mtazamo wako, na ndio umeyasema hayo, nasi tumesema tuachie wananchi wataamua. Sisi hatuna hukumu yote, hayo ni maoni yako. Asante sana. Abraham, una sekunde chache. Sawa. Ya mimi cha muhimu ninawapongeza wafanyakazi kwenye kile wanachokifanya. Kwa mfano ukiangalia idara ya elimu, kila tunapoonyesha matokeo yamepanda, maana yake kuna kazi imefanyika. Ya, kwa hiyo kubwa lipongeza. Lakini cha pili, kwa upande wa waajiri, natamani wajue kwamba na waendelee kufahamu wafanyakazi ndio injini. Hata kama unamtaji kiasi gani, unahitaji operator wa mashine, unahitaji nani. Kwa hiyo lazima tuendelee kuthamini wafanyakazi. Umpe heshima yake. Asante sana. Sina la ziada. Amemaliza vizuri kwamba huyu ndo anayekuzalishia, basi mpe heshima yake. Asante sana. Mimi sina la ziada. Kipindi hiki cha Mizani ya Wiki nilikuwa nakuendeshea. Mimi ni Jamal Hashim. Mamilioni ya Watanzania wanakifuatilia hiki kipindi kutoka ndani na nje ya nchi, wanatuma message wakisema muda tuongeze. Tunaambia tusheke na muda huu ambao tulionao hivi sasa. Tutakutafakari baadaye namna ya kuongeza muda, lakini nawashukuru sana Watanzania kwa kufuatilia kipindi hiki pendwa. Mimi ni Jamal Hashim, hadi wakati mwingine tena, kila laheri.